Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, wakati wa mchezo wa Kariakoo Derby, machi moja kati ya Yanga dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kulibuka kuna matukio tata kweli ambayo mpaka sasa hivi naweza kusema yanazidi kuzua headline huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini kwenye vijiwe huko mitaani, ambapo ikiwemo tukio la mchezaji Suleiman Mwalimu, goli lake kukataliwa na kuamuliwa kuwa offside, lakini pia namna ambavyo offside ya Prince Dube iliweza kutafsiriwa. Sasa wakati matukio haya yakiweza kutokea kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby, kichwani ikanijia wazo kuhusiana na ujio wa video assistance referee, yani VAR. Kama unakumbukumbu vizuri, mwanamichezo wangu unayenisikiliza sasa hivi hapa, Juni 1 mwaka 2024 TFF walipokea seti nzima iliyokamilika ya VAR na ikafungwa pale Benjamin Mkapa mbele ya Wallace Karia, Clifford Ndimbo na baadhi ya waamuzi wakafanya mafunzo kwa vitendo kwa matumizi ya mashine hiyo ya VAR. Sasa matumizi mama ya mitambo hiyo ni kwa ajili ya CAF Champions League, lakini pia CAF Confederation Cup kwenye matukio yenye utata zaidi. Lakini moja ya taarifa ilikuwa inadai VAR itatumika kwenye ligi ya ndani ya NBC kupunguza malalamiko ya waamuzi kwa baadhi ya timu kila msimu unapokwisha. Kama ipo swali langu sasa, kama ipo kwa nini kwenye michezo mikubwa inayotokea ama inayovuta hisia kweli za mashabiki, ambapo michezo hii inakuwa ina pressure, kwa nini VAR hiyo isiweze kutumika? Kwa mfano kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga dhidi ya timu ya Simba Sports Club, matukio tata kama yale yaliweza kujitokeza, yamkini VAR ingekuwepo, bila shaka kila mmoja angeweza kupata haki yake ya msingi. Waliofundishwa marefari na maanisha jinsi ya kutumia wapo mtaani, kwa nini wasiweze kuitumia hiyo VAR ambayo ipo pale imekaa tu kwa ajili ya kusubiria michezo ya CAF Confederation Cup pamoja na CAF Champions League? Kwa nini VAR hiyo isianze kutumika hata kwenye hii michezo, baadhi michezo mikubwa yenye pressure kubwa ambayo inahitaji umakini mno kutoka kwa waamuzi na kuzingatia pia uwepo wa teknolojia hii ya VAR? Kwa mfano mchezo wa Kariakoo Derby ule na utolea mfano, kwa maana kwamba mbali kulitokea matukio tata ambayo kimsingi yaliweza kuharibu ile taswira nzuri ya Kariakoo Derby kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Una maoni gani mwanamchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekujuza muda huu hapa kuhusu kutumika kwa VAR kwenye michezo mikubwa na michezo ambayo inavuta hisia za mashabiki wengi, ikiwemo mchezo wa Kariakoo Derby, lakini pia naweza ngatolea mfano hata mchezo wa Mzizima Derby, kutumika kwa hii teknolojia ya video assistance referee, yani VAR? Ndosha maoni yako kwenye sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe.